Uzalendo umeitisha kongamano hili la leo kwa sababu kwa uchambuzi wa tathmini yetu tulioifanya tunaona kwamba nchi yetu ipo njia na inahitaji uongozi madhubuti wa kuchagua mwelekeo sahihi wa nchi yetu. Kama alivyowahi kusema mwanaharakati maarufu Martin Luther King, kwa kipimo cha uongozi sio pale napokuwa katika amani, katika raha, katika faraja. Kipimo cha uongozi ni pale mnaposimama wakati wa changamoto na mkanganyiko. Na sisi tunaona kwamba yetu ipo katikati ya changamoto kubwa, ipo katikati ya mkanganyiko mkubwa. Bila uongozi madhubuti kutoa kwenye mkwamo nao, upo uwezekano usio na shaka kwa nchi yetu inaweza kuingia kwenye mkwamo mkubwa zaidi wa kisiasa na kijamii. Tuombe Mungu kwamba baada ya yaliyotokea isitokee tena jingine linalofanana na yaliyotokea. Ikitokea basi naamini kwamba mambo yatakuwa magumu zaidi. Na tunasema hivi kwa sababu leo tuna faida moja kubwa sana. Tuna faida kwamba pamoja na yote yaliyotokea, pamoja na wakati mwingine unaonekana labda watu kuna uhasama, lakini faida moja tulionayo katika nchi yetu, bado watu wanaweza kukaa pamoja wakazungumza na kupata sala. Inayosikitisha kwamba pamoja na fursa hiyo kwa Tanzania na hasa viongozi waliojipa mamlaka ya nchi hii wanaichukulia hii for granted, kama ni kwamba ni jambo la kawaida. Ndio Tanzania yenyewe, hiyo sio Tanzania. Tanzania iliyojengwa kwenye misingi, lakini ibeza thamini hili na tusipolitumia kwa wakati mwafaka, Tanzania hii basi itabadilika na kuwa zaidi ya nyingine ambazo nazo zimepitia katika haya. Kwa hivyo tunaona ni wakati mwafaka kabla hatujaingia kwenye tatizo lilokuwa kubwa. Lakini tunafanya haya kwa ajili pia ya kutoa fursa kwa Watanzania wenzetu mbalimbali. Hapa tunaziona sura mbalimbali ambazo naamini kwamba haziwezi kushindwa kutoka hapa, na jambo zuri litakalosaidia jenga mustakabali mwema. Kwa sisi tumesema tutangulie kutumia fursa hii kwa ajili ya kutoa fursa kwa Tanzania wenzetu mbalimbali kutumia fursa hii. Licha maneno ya kujifariji ya watawala kwa nchi yetu nasonga mbele, ukweli ni kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 umeacha majeraha makubwa sana kwa taifa kwa pande zote mbili, Tanzania bara na Zanzibar. Majeraha ambayo yameathiri sana mustakabali wetu ndani na heshima ya nchi yetu kimataifa. Uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 umetumbukiza taifa kwenye mgogoro mkubwa wa kijamii ambao matokeo yake isipochukua hatua sahihi za upesi unaweza kuligawa na kuliangamiza taifa letu. Hatupaswi kufa. Mifano ya wazi ambayo yanaashiria haya tunayosema ipo kadhaa. Hapa naomba nichukue fursa hii nitaje mifano chache tu. La kwanza ni legitimacy ya uongozi tulionao wa nchi.
hata kama watu wanajifariji kwa kusema kwamba wapo madarakani kwa sababu wametangazwa na tume ya uchaguzi au tume za uchaguzi, lakini namna uchaguzi ulivyoendeshwa, imani ya watu juu ya uchaguzi, matokeo ya uchaguzi na matokeo yaliyofuata baada ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, yanaondoa uhalali wa uongozi mzima tulionao Tanzania. Na hili kubali kwamba huwezi kuwa na taifa ambalo liko katika hali hiyo na bado mkakaa kimya, kujidanganya, kujifariji kwamba mambo yako sawa tu. Hili ni tatizo. Lakini la pili, uchaguzi umeacha simanzi kutokana na mauaji ya mamia ya Watanzania, na hakuna jitihada za kuleta uwajibikaji kwa wale waliosababisha mauaji haya. Tume ya Jaji Chande ambayo iliundwa kwa ajili ya kuchunguza yaliyotokea, baadhi yaliyotokea sisi tuseme yake ameambiwa ichunguze vurugu za wakati wa uchaguzi, badala ya kuzita machozi familia zilizopoteza wapendwa wao kutokana na mauaji ya mwaka 2025, imetia pilipili kwenye kidonda. Huu ni ukweli. Sasa ajabu kubwa zaidi ya nchi yetu, kuna watu wanataka hata haya yasizuke. Leo kuna watu ambao wanatishwa kwa wanayoyasema bungeni kuhusiana na aliyotokea kwenye uchaguzi. Mtu anazungumza katika pahala ambapo katiba ya nchi na unqualified privilege, kuna absolute privilege ya uhuru wa kuzungumza, na bado leo wanazungumza katika vyombo hivi na bado patwa pewa vitisho na kuelekea siko ndipo tulipo. Lakini la tatu, siasa za ushindani wa kidemokrasia imetoweka, na mamlaka ya wananchi kuchagua viongozi imetekwa nyara na watu wachache wanaojipa majukumu hayo. Ndugu washiriki, msingi wa uzalendo katika nchi, uhusiano wa mwananchi na nchi yake, uhusiano wa mwananchi na taifa lake, ni uwezo wake, ni haki yake ya kuchagua na kuchaguliwa. Ikiondoka hiyo, maana yake una taifa la watumwa. Hawawezi kuchagua bwana, hawawezi kuchagua anayewasimamia. Ukiliondoa hilo, maana yake umeondoa uzalendo, umeondoa uwajibikaji, na mimi nasema umeondoa nchi yenyewe, msingi wa taifa lenyewe. Kwa hili sisi tunasema kwamba kilichopo kwenye Tanganyika, what is in crisis right now in Tanzania, sio suala tu la siasa, sio tu suala la kwamba chama kimeshinda au kimeshindwa, sio tofauti za kiitikadi. Kilichopo kwenye crisis katika nchi ni constitutional order ya nchi hii, kwa sababu ya nchi na mwanzo ni kuwawekea viongozi wananchi kuexercise haki yao, tafuta viongozi, na wananchi kuexercise haki yao ya kuwawajibisha viongozi wao. Ndio inayojenga nidhamu, hii ndio inayojenga taifa. Inapokuwa hiyo imekuwa structurally compromised,
aje wewe taifa, na unakwenda unasema unapanga dira ya taifa. Iko wapi taifa ambalo nalipangia dira hiyo, wakati msingi wake umeondolewa? Leo tumefika pahala hakuna ambaye anajua. Wananchi wanajua sasa kwamba wanaweza akachagua kiongozi wao, na maneno yao wenyewe wanasema akatangazwa mtu ambaye wanajua kwamba hawakumchagua, wanajua kwamba hawamtaki. Na uwakilishi si swala tu la kwamba yupo lakini ni uwajibika, ndio sauti ya wananchi katika vyombo vyao vya. Hilo limeondoka. Lakini jambo la 4, mshikamano wa kijamii umeyumba sana. Nasema pamoja na tamaduni huwa wa Tanzania kwa kuwa na mshikamano, kuwa na uvumilivu, lakini kwa aliyotokea katika uchaguzi huu basi umeyumbisha sana mshikamano huu. Tumeona chuki kubwa ambayo imejengwa, hasira kubwa ambayo iko kwa wananchi. Tunachosikitika na kinachosikitisha, kwa viongozi badala ya kuona hili ni tatizo walichukulia hatua, wao wanalani watu ambao wanashangilia kiongozi anapokufa. Haya ni matokeo tu ya kile ambacho mmekitengeneza. Sasa wakulaaniwa ni nani? Ni aliyevuna matokeo au aliyesababisha tukafika hapo? Mimi nasema haya yote ni matokeo ya, mimi nauita uasi katika. Na uasi mkubwa ni pale ambapo una viongozi ambao hawataki kwa maksudi wanavuruga ya katiba, msingi ya kisheria katika nchi, na kutufikisha hapa tulipo kwamba ni ambayo ina crisis ya constitutional order yake. We are kind of a lawless country. Ndio leo tulipo. Mwananchi wa kawaida, na mtu juzi alikuwa ananitania pale Zanzibar, anasema hii nchi kwa kweli ni ajabu kupita kiasi, kwamba mwananchi wa kawaida leo masikini ya Mungu, chombo chake kinakamatwa, inataifishwa, na ndio mtaji wake peke yake wa kupatia maisha. Inataifishwa kwa sababu kavunja sheria, kaegesha pahala ambapo haparuhusiwi. Lakini aliyekuja kutunga kanuni hizo, anayesimamia sharia hiyo, yeye mwenyewe kachukua jimbo zima kwa kuiba. Apata uwaziri uliompa mamlaka ya kutunga hizo kanuni kwa njia ya wizi. Hakufanywa kitu. Lakini leo anakuja kutaifisha mali ya maskini mwananchi ambaye kosa lake nini? Kaegesha pahala ambapo haruhusiwi. Ndio Tanzania ambapo leo, na tusione hivi Watanzania wamenyamaza sana, lakini mioyoni mwao kwa hakika na moto mkubwa sana. Kwa hivyo kwa ufupi tunasema hayo ndio tuliyoyaona kwamba hapo ndio tulipo kwa ufupi. Naamini kila mmoja na hadithi nzuri hapo anayo ya kueleza, na ndio madhumuni ya kikao hichi. Wala la kujiuliza tukaje hapa. Nataka sasa hivi kuaminishwa, na tunaomba sana Watanzania tuliepuke hili, kwamba sasa tunatafuta mchawi. Kuna mchawi mmoja, huyo ndo alotufikisha hapa tulipo. Kuna mtu mmoja, huyo mbaya sana, ndo katufikisha hapa tulipo.
sisi tunavyoamini kwamba hatujafikishwa hapa na mtu mmoja wala pengine na watu wawili au watatu. Tunachoamini sisi kwamba tumefika hapa, huu ni mfumo ambao umejengwa kwa miaka mingi sana, hasa tokea baada ya kuingia kwa vyama, kuja kwa mfumo wa vyama, na nataka kuyapitia kwa haraka yale ambayo sisi tunayaona kama ndio msingi waliotufikisha hapa. La kwanza, na tunadhani ndio hasa baba au mama wa hapa tulipo, au baba au mama wa tatizo, ni wakati wa kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa. Ni dhahiri kwamba Chama cha Mapinduzi haikukubali mfumo huu wa vyama vingi, na sababu kubwa tunayoiona, moja, tume ya Jaji Nyalali ilikuja na mapendekezo mengi sana, sio tu kuanzishwa kwa kwa vyama vingi, sio tu kuanzishwa kwa sheria ya vyama vingi na kuanzishwa kwa msajili, lakini ilipendekeza kubadilisha the whole infrastructure ya governance ili iendane na mfumo wa vyama vingi vya siasa, kitaasisi, operational, kisheria, hata uendeshaji wa shughuli zake. Lakini sote ni mashahidi kwamba hakuna hatua zilizochukuliwa kwa mapendekezo mengine mengi ambayo ni ya msingi, na hili lilikuwa ndio mbegu ya kwanza ya tatizo. Badala yake, Chama cha Mapinduzi imekuwa kikitumia udhaifu huu kubaki madarakani kwa kutumia dola. Na tumewahi kuzisikia sauti za watu wengine ambao sidhani ni wasomi, wakisema wazi na hadharani kwamba wao wataendelea kuitumia dola kubaki madarakani, wala hawajaona aibu. Maneno wa Kikenya hawana soni katika hili, wamelisema hadharani. Sasa ukitumia hiyo, maana yake unaanza kutengeneza tatizo. Tanzania sasa hivi imehama kutoka kwenye mfumo wa ushindani wa vyama vingi vya siasa kwenda katika mfumo wa siasa unaodhibitiwa na dola kupitia vyombo vya ulinzi na usalama. Nazito hapa huita securocracy. Wenyewe walikuwa wakali walipoambiwa hivyo. Lakini hapo ndio ukweli kwamba ndipo tulipo nashuhudia. Maana uzuri wa nchi hii, watu wanafanya mambo kama kwamba watu wote wamelala, kama kwamba watu wote hawana akili, kama watu wote hawana tafakuri, hawaoni, hawajui kinachoendelea. Lakini subiri sasa uje uwaambie, wanafanya mambo mengine kwa jeuri kabisa, kwa kiburi. Wakiambiwa ndio wanakuwa wakali, wakiambiwa ndio wanakataa. Umeona sisi kule Zanzibar, Baraza la Wawakilishi, kizungumzwa mambo yaliyofanyika kwa wazi, la kwanza, uko wapi ushahidi? Alete ushahidi. Alete ushahidi wa nini? Video? Alete ushahidi wa kitu gani? Na watu, kama utataka eyewitness, maana yake ni kwamba labda utayarishe uwanja wa Amani, ndio wanaweza wakaingia. Lakini kila mtu ni shahidi, pamoja na huyo anayetaka ushahidi vile vile. Lakini ndipo tulipo sasa. Hali hii kwa kweli imewanyang'anya wananchi, imeondoa msingi mkubwa wa taifa ulioelezwa kwenye sura ya 8 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano, ibara ya 8 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na pia ibara ya 9 ya katiba ya Zanzibar, juu ya haki ya wananchi katika kuendesha nchi yao, kufanya maamuzi na kuchagua
uongozi, na kwamba uongozi ni dhamana, hiyo mali ya kurithi. Nchi hii ni nchi ya republic. Yatoka hapo, this is a republic ambapo madaraka yanabaki kwa wananchi. Lakini jambo la kiangalia katika hili ni kwanza kupuuzwa kwa mapendekezo ya tume ya Jaji Nyalali kama nilivyosema, juu ya kufanya mageuzi makubwa ya mfumo wa kisiasa nchini kwa kuandika katiba mpya, kutwa na kufanyiwa marekebisho kwa sheria andamizi ambazo waliziainisha karibu 40 na kufanyiwa mageuzi makubwa taasisi zote. Badala ya kufanya hivyo, ukiangalia kwamba utakuta katiba imekuwa ikirekebishwa. Mpaka sasa hivi unajiuliza, tuna katiba ile ile ya 77 au tuna katiba gani? Kwa sababu katiba ya 77 ilianza na vifungu 5. Leo tuna katiba hiyo ya 77 ambayo ina vifungu 150. Imebadilishwa mambo ya msingi ikiwemo preamble ya katiba. Wataalamu wa sheria wanaweza kuja na sijui kama unaweza kubadilisha preamble na bado umebaki na katiba hiyo hiyo. Lakini nchi hii mpaka preamble imefanywa marekebisho. Badala ya vifungu 95 leo tuna vifungu 150. Sheria ya msajili wa vyama vya siasa ilianza na vifungu 19. Leo sheria ya vyama vya siasa na vifungu 47. Umekuwa msaafu labda na Biblia umeuchanganya kwa pamoja. Lakini hakuna kile bora zaidi. Lakini jambo jingine ni kuzimwa kwa sauti ya umma, the will of the people, kwenye chaguzi zote kuanzia mwaka 95 hadi mwaka 2020. Kilichojitokeza mwaka 2025 si kwamba ilikuwa bahati mbaya. Haya yalikuwa ni maandalizi ya muda mrefu. Meaona kwa upande wa kule Zanzibar tuliona 2015. Na mimi nakumbuka wakati 2015 baada ya uchaguzi niliwahi kuhojiwa na Channel 10. Nikasema haya yaliyotokea Zanzibar yajecha kufuta uchaguzi chini ya kusindikizwa yakija yakitokea Tanzania bara itakuwaje? Nilisema maneno yao 2015. Sometimes you don't want to be proved right. Na katika mazingira kama haya, exactly 10 years after that tumeyaona kwa scale ambayo imetokea. Na nadhani wala sio 10 years. 2020 tulianza kuyaona. 2025 ndio yamefurutu ada. Jambo jingine ni kukithiri kwa vitendo vya vyombo vya dola kuingilia chaguzi na siasa kwa ujumla wake kwa manufaa ya chama. Jambo la 4 ni kuongezeka kwa mbinyo wa uwanja wa siasa na kiraia, yani shrinking of political and civic space, ikiwemo ukandamizwaji mkubwa wa haki za siasa za kiraia kama vile uhuru wa habari, haki za kuabudu, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kutengamana. Jambo la 5 ni kukithiri kwa vitendo vya ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu, ikiwemo kukithiri kwa vitendo vya utekaji na mauaji raia. Na jambo katika haya na mambo mawili muhimu tunapaswa tujiulize. Yanatokea haya, mtu anayasema, lakini tujiulize mambo mawili muhimu sana, kwamba nani anayeongoza na kudhibiti mambo haya? Is in control. Nasema tu maagizo ya dola, maagizo
lakini ni nani hasa anaye, ili swala lazima Watanzania atuwe na majibu yake. Lakini la pili, nani ananufaika na hali hii? Swala hili ni muhimu kwa sababu kwa maoni yetu, ingawa kwa nje CCM inaonekana kuwa inanufaika, ni mnufaika mkuu, lakini uhalisia wa mambo ni kwamba hata CCM yenyewe imekuwa mateka na kuathirika na mfumo ulio. Waswahili wanasema mchimba kisima. Sasa sisi tunavyoiona, haya tunayoyaona ni matokeo ya mfumo huu ambao upo katika nchi. Na mimi niliwahi kumuuliza kiongozi mmoja mkubwa wa Chama cha Mapinduzi, huyu alikuja kama alipotea, kamshtukia amekuja nyumbani kwangu tu. Sasa sikumuuliza, maana hata na mwenyewe naona kama alishindwa kueleza hasa kaja kutafuta kitu baada ya uchaguzi. Lakini nilimuuliza masuala mawili tu. Nilimuuliza, hii ni project ya CCM? Hayote mnayoyafanya. Lakini akanyamaza kimya. Lakini la pili nikamuuliza kwamba unadhani kwamba CCM inafaidika na hili? CCM kama chama, au kuna watu tu wanafaidika na hili? Na la tatu nikamuuliza pia kwamba mimi ninachotaka kujua, kwa haya yote mnayoyafanya, nia yenu, dhamira yenu, mnataka tuende wapi nchi hii? Nataka kuturejesha wakati wa ukoloni, wakati wa ufalme kwa hapa Zanzibar? Nataka kuturejesha wakati wa tukitaliwa na decree? Nataka kuturejesha wakati wa chama kimoja au vyama vingi ambavyo chama kimoja ndio kinaingia kinashika? Lakini bahati mbaya sikupata majibu ya hayo yote. Kwa hivyo haya ni masuala lazima tujiulize, na nadhani wajiulize pia hata na Chama cha Mapinduzi katika hili. Baada ya kuyazungumza hayo, tujiulize kwa ufupi kiini cha vurugu na uchaguzi kuvurugwa, uzoefu wa ACT Wazalendo katika uchaguzi. ACT Wazalendo ndio chama pekee cha upinzani kilichoshiriki uchaguzi mkuu 2025 na kusimamisha wagombea takriban nchi nzima na kufanya kampeni Tanzania bara na Zanzibar. Hivyo ni sahihi kusema kuwa ACT Wazalendo ina uzoefu mkubwa zaidi kuya aliyotokea katika uchaguzi huo. Ninaomba kutoa kwa uchache uzoefu uliopata. Kwa upande wa Tanzania bara, uchaguzi wa 2025 kwa Tanzania bara kama ilivyokuwa kwa Zanzibar, hakukuwa na uchaguzi bali ni upangaji wa matokeo. Vyombo vya dola kwa kushirikiana na tume ya uchaguzi, niite tume huru ya uchaguzi, na Chama cha Mapinduzi viliamua nani atangazwe kuwa mshindi, nani asitangazwe kuwa mshindi. Hivyo msimamo wetu ACT Wazalendo ni kuwa mwaka 2025 hakukuwa na uchaguzi ambao unaweza ukaitwa kuwa ni huru, haki na wa kuaminika. Miongoni mwa mifano ambayo tunapenda kushare na nyinyi ni kama ifuatavyo. Kwanza ni kuenguliwa kwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Luhaga Johnson Mpina, mbele yangu hapa, na wagombea ubunge 54 wa ACT Wazalendo. Hayo ndio yaliyotokea kwa sababu mbalimbali. La pili, uchaguzi kufanyika kwa sehemu kubwa ya majimbo kama vile Ubungo, Kibamba, Kinondoni, Kawe, Ilemela, Nyamagana na kadhalika. Lakini matokeo ya mwisho yakatangazwa pamoja na kwamba hakuwa na uchaguzi. La tatu, mauaji ya mamia ya wananchi walioandamana siku ya uchaguzi na siku zilizofuata.
4 ni vyombo vya dola kwa kushirikiana na tume ya uchaguzi kuendeleza mwenendo wa kuwabuguzi na kuwanyima haki zao mawakala na wagombea wa vyama vya siasa vya upinzani. Hii tunayo mifano mingi sana. Tutakapozindua ripoti yetu ya uchaguzi tutaona tu, kwa sababu tumetoa mifano katika takriban kila jimbo, kila kituo cha uchaguzi. Na 6, majumuisho ya kura kutofanyika kwa asilimia kubwa ya majimbo. 7, wasimamizi wa uchaguzi kutangaza matokeo kutangaza matokeo wanaamua wao wenyewe kinyume na matokeo kutoka kwa hayo majimbo ambayo kulifanyika uchaguzi. Lakini kikubwa zaidi na kilicholeta kituko kikubwa zaidi ni katika uteuzi wa viti maalum. Ili sitaki nilizungumze sana kwa sababu kesi yake iko mahakamani, ingawa imepakiwa kwa lugha ya mjini. Kwamba watu wametafuta utaratibu wa kwenda kuipaki mahakama ya rufaa ya Tanzania. Lakini kwa ufupi ni kwamba sheria yenyewe inavyosema iko wazi kwamba lazima upate angalau 5% ya kura. Na ukipata 5% ya kura kwa idadi ya viti maalum, maana yake upate chama chochote kile kitakachopata haki ya viti maalum ipate viti maalum angalau visivyokuwa 6. Hiyo hii iko wazi. Lakini leo kuna chama imepewa viti viwili na kuna chama kilichopata zaidi ya hiyo 5% na haikupewa kiti hata moja. Na ndio maana imechukua muda mrefu sajili wa vyama hata kugawa ruzuku, kwa sababu idadi ya kura zilikuwa hazijulikani au alikuwa hajapatiwa. Kwa hivyo haya ni katika mambo ambayo tumeyakuta kwenye. Kwa hiyo yaliyotokea na yale ambayo hatujaeleza kutokana na ufinyu wa muda, ACT Wazalendo tunathibitisha kuwa mwaka 2025 hakukuwa na uchaguzi nchini halali, bali ni upangaji wa uzoefu wa Zanzibar. Uzoefu wa Zanzibar tunafahamu sote kwamba tokea kurudishwa kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa kumekuwa na matatizo ya uchaguzi. Lakini 95 kulikuwa na matatizo ya uchaguzi, unaweza kusema irregularities na whatever. 2000 kulikuwa na irregularities na whatever. 2005, 2010, lakini 2015 kwa sababu hapo Chama cha Mapinduzi kilifika pahala kikawa imeona beyond any doubt kwamba sasa bwana, sasa tumezidiwa, sasa tumezama kweli, kwa sababu ilijitokeza wazi kwamba kwa uchache umeshindwa kwa kura 25,000 katika ngazi ya urais, na katika majimbo yaliokuwa mpaka wakati wa uchaguzi na ambao umefutwa wakati ule upinzani ulikuwa na viti tayari 26 na Chama cha Mapinduzi kilikuwa na viti 25. Kiti kimoja, jimbo moja la Mkwajuni halikuweza kupigwa, uchaguzi hakuweza kufanyika. Au kufanyika kwa sababu watu walitia tu mpira kwa pani. Kwa hiyo ndio hali ilivyokuwa. Lakini kwenye uchaguzi ule mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jecha, kila mtu anafahamu, alitekwa akalazimishwa atangaze matokeo akiwa peke yake, wakati katiba ya Zanzibar inasema maamuzi yote ya kuhusiana na uchaguzi, maamuzi yote ya tume ya uchaguzi, neno lazima limetumika mara moja tu kwenye katiba. Katika mazingira hayo inasema kwamba lazima iwe ni kwa majadiliano ndani ya tume, na iwe ni kwa wingi wa kura za wajumbe wa tume ya uchaguzi. Lakini yeye kenda kakaa peke yake, kajifungia. Aliporudi akawaomba radhi tu wengine kwamba kutokana na mazingira ilibidi lazima akae peke yake. Lakini kibaya zaidi, makamu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jaji Abdul Hakim Amer Issa, ambaye leo sasa hivi ni jaji wa mahakama rufaa,
ambaye alikuwa anaendelea na kazi za kutangaza matokeo. Naye alikuja kukamatwa na polisi. Akapelekwa polisi Ziwani. Jaji, makamu mwenyekiti wa tume. Haya ndio yaliyotokea na uchaguzi ukaambiwa. Tutaeleza kidogo hapo mbele tutakapozungumzia nini wa vyombo vya dola. Lakini wakati matokeo yanafutwa, uchaguzi unafutwa, tayari majimbo 36 yalishatangazwa matokeo ya urais. Na takriban majimbo yote, wawakilishi na madiwani, matokeo yalishatangazwa na walishapewa hati za kwamba wameshinda. Na katiba ya Zanzibar inasema mtu akishakupewa hati ya kwamba ameshinda, matokeo yakishakutangazwa, njia pekee yake ya kusitisha au ya kubadilisha matokeo au kuchallenge matokeo ni kupitia Mahakama Kuu ya Zanzibar. Hili ni liko wazi ndani ya sheria ya uchaguzi. Na yet watu wameshapewa certificate, wanazo mpaka leo, wameweka kumbukumbu. Nadhani kama Ismail na wewe. Lakini bado uchaguzi ambao umefutwa na pamoja na mazungumzo, lakini mwisho ukaitishwa uchaguzi mwingine wa 2000. Hiyo ndio yaliyotokea 2015. 2020 ndio mambo yalikuwa ya vituko zaidi. Kwa sababu kwanza ulianza na watu wengi kuenguliwa kutokuandikishwa. Lakini ikaja na kuenguliwa kwa wagombea uwakilishi 12. Walienguliwa wakaambiwa hawana sifa ya kugombea. Na wagombea wa ubunge vile vile nao 16 wakaenguliwa. Na mfano mmoja wa kituko zaidi, yani nakumbuka walikuwa wakitusomesha pale Chuo Kikuu Dar es Salaam, Wensbury unreasonableness. Basi ilitokea kwa jimbo kwa Babu Duni Juma, Babu Duni nani mwenyekiti mstaafu wa chama Mheshimiwa Juma Haji. Yeye alienguliwa kwa sababu, tena alienguliwa akakata rufaa. Alienguliwa kwa sababu katika fomu ile ya kugombea kuna pahala pale kwenye jenda unaandikiwa viboksi viwili, ukrosi kimoja. Yeye alisahau kukrosi. Akaambiwa kwa sababu alisahau hajulikani kama yeye mwanamke au mwanamume. Tukaona sisi huu ni utani ambao umetumia ukereketwa. Tukakata rufaa mbele ya tume ya uchaguzi ambayo ikiongozwa na jaji mkuu staafu. Naye akakubali, akasema no, hapa bwana kweli hapa kakoseana, lazima ana sifa. Kwa sababu gani? Babu Juma Duni Haji ambaye alipia mwenyewe kwenye rufaa, hajulikani kama yeye mwanamke au mwanamume. Lakini vituko vingi vilivyotokea 2025 na 2020 vilitokea vile vile, kwamba kupigwa kura na vikosi na watu wa tume, masanduku kuchukuliwa, kura kutohesabiwa, matokeo kutokutangazwa, majumuisho kutokufanyika, na fomu za matokeo kutokujazwa. Lakini kibaya zaidi, mbali ya haya yaliyotokea, ni pamoja na watu 21 waliuliwa. Na bahati nzuri labda haikuundwa tume kama Jaji Chande. Maana hawakuambiwa kwamba wao wamefadhiliwa wala wamefundishwa wala. Na bahati mbaya serikali yenyewe haikufanya leo hivi tunavyozungumza, watu 21 waliokufa katika nchi, serikali haina taarifa ya hata mtu mmoja katika hao. Ni nani alikufa, sababu ya kifo, hakuna taarifa zao. Kwa hivyo wao waliingia nchini,
lakini exit yao serikali haina taarifa juu ya raia wake 20. Watu 18 wakajeruhiwa, wakaachwa na ulemavu wa kudumu, wakiwemo viongozi wa Zalendo walikutana na maafa. Watu 48 walijeruhiwa vibaya na tukalazimika kuwatibu kwa muda mrefu. Watu zaidi ya 1000 kwa namna moja au nyingine. Kuna akina mama waliobakwa, wengine mbele ya familia zao, na ninasema familia zao, mbele ya mtu, mume wake na watoto wake. Yametokea Tanzania hayo 2020. Vyombo vya dola ni hivi, chama ni hichi chametawala. Tukaachiwa vizuka 14 na yatima 38. Na taarifa ya serikali haikuchukua hatua yoyote. Hayo ndio yaliyotokea 20. Na hatimaye Chama cha Mapinduzi kikachukua majimbo yote, ikaacha majimbo 4 ya uwakilishi, majimbo 4 ya ubunge, na 80% takriban ya kura za urais katangazwa, na mtu akarudi akawashukuru wananchi kwa kumchagua kwa kura nyingi. Tena maneno haya nasema msikitini. 2025 hakukuwa na tofauti na yaliyotokea, sitaki nirudie tena, lakini almost yaliyotokea 2020 yalikuwa sophisticated tu. 2025 sophistication yenyewe iliyotokea ni kwa watendaji wa tume kupiga kura wanazotaka, chana kweupe, mbele ya askari polisi, mbele ya kila mtu anaona. Kikosi kule kura ya siku mbili, kura siku mbili, badala ya watu 7,000 ambao kwa hesabu ya tume ndio wanaostahili kupiga kura, wakapiga kura watu 62,000. Ndio orodha ilipokuja kutoka, watu 62,000. Pamoja na kusema sisi kwamba hizi 62,000 hata zile tulizopewa sisi naomba wampe mgombea urais wa CCM, lakini huu uchaguzi wa siku ya pili basi tufanye uchaguzi haki. Bado wale waliopiga kura siku ya kwanza ndio waliokuja kupiga kura siku ya pili kwa kura kwa mara kadhaa, vituo mbalimbali, kusafirishwa kutoka kituo kimoja kwenda chingine. Lakini pia kura hazikuhesabiwa mahala mwingi. Lakini kituko kikubwa zaidi ni kile cha kwamba kuna mtu kisha matangazo matokeo yameshatangazwa, kisha pewa certificate, anaitwa bwana, hebu tu ni certificate inabidi irekebishwe, inachukuliwa, inachanwa, anatangazwa mwingine, ndio anapewa certificate. Hayo yametokea Zanzibar na mfano hivyo. Na waliokuwa wakisimamia kutangaza matokeo hayo ni mkuu wa mkoa na DSO na mkuu wa wilaya, ndio anaamua jimbo hili apewe fulani. Ndio ilivyokuwa. Na wengine tunao ushahidi kwamba wapo ma-DSO ambao walichukua fedha si chini ya milioni 10 kumpa mtu jimbo. Kuna wengine mpaka leo, mimi binafsi nazo message ya mmoja katika wagombea sisi, ananiambia mjomba, ondoa mkono wako nipewe jimbo. Nasikia wewe ndio pia nisipewe jimbo, lakini ukiondoa mkono wako tu mimi natangazwa. Adea kuni hiyo ndio hali tulivyo. Matokeo ya urais, mimi mpaka leo mgombea urais, lakini sina official result ya urais, na sheria inataka nivi, lakini mpaka leo sijapewa kwa sababu hayakuhesabiwa. Hakuna fomu rasmi zilizojazwa, hakukufanyika majumuisho. Kwa hivyo wakaamua wenyewe kujaza wanazotaka. Kura za ziada ziko nyingi sana tu, na sheria mkuu wa chama hapa na ushahidi kwa hayo, kwa sababu naye mwenyewe alikuwa mgombea. Bahati nzuri tu ushahidi huko ufikisha mpaka kwa mwenyekiti wa tume.
Lakini kibaya zaidi ambacho mimi naomba nikizungumze, kabla ya uchaguzi, wakati tumo kwenye kambi, moja katika viongozi wakubwa wa CCM Zanzibar alimfuata mmoja katika viongozi wetu senior akimtaka kwamba ahame ACT Wazalendo akagombee urais kwa tiketi ya CUF, akimpa ahadi ya kwamba watahakikisha watampa kura za kutosha atangazwe yeye kwamba ndio mshindi wa pili ili aje awe makamu wa kwanza wa rais, na ahadi ya shilingi bilioni 2 na kiwanja chenye thamani isiyopungua dola milioni 1. Kwa ushahidi nao kwamba hayo ndio yalitokea, na tumeufikisha hata mbele hao wakubwa wa Chama Mapinduzi kwamba mtendaji wenu huyu ndio alofanya. Alimfuata mgombea wetu wa majimbo kadhaa, lakini mmoja mgombea wetu jimbo la Nungwi siku hakumwambia kwa kiburi kabisa, jimbo hili tunalitaka, tunalichukua, sema tu unachotaka, ili si hatupendi kukuacha ukipata shida. Very senior, naweza kusema kama si namba 2, namba 3 katika viongozi wakuu wa sisi. Kwa hivyo hayo kwa ufupi ndio ambayo lakini tunayo sisi faida moja tulipata ni kwamba tunayo detail report ya ilichotokea takriban katika kila kituo cha uchaguzi. Na ikifika siku tutaizindua ili wa Tanzania inaibaki kama kumbukumbu. Sababu nchi hii ina kawaida ya kubaki na ripoti za kitaifa za uongo za tume za uchaguzi. Mchango wa vyombo vya dola nadhani nisiuzungumze sana kwa sababu tumeshauzungumza kwa kupitia haya ndio tangulia kueleza, lakini tunachosema ni kwamba kwa kiasi kikubwa, kwa mfano kwenye uchaguzi wa 2015 kwa upande wa kule Zanzibar, ni vikosi vya jeshi la wananchi wa Tanzania, kikosi kilichokuja kikateka kituo cha kutangaza matokeo pale Bwawani kwa uwazi, mchana kweupe, na hakuna mtu ambaye. Mwaka 2025 vikosi hivi vya Zanzibar vinavyoambua vya Zanzibar vyote vimepewa watendaji wakubwa wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Ni vya Zanzibar lakini vinaongozwa na wanajeshi wa jeshi la wananchi wa Tanzania, na wao ndio waliosimamia operation hizi za kuharibu uchaguzi mwaka 20. Na matokeo yake kwa kule Zanzibar utakuta kwamba na kituko chengine kikubwa katika majimbo karibu 6. Mbunge ni wa CCM, mwakilishi ni wa ACT. Kwa siasa ambayo maana hizo ndo absurdities ambazo nyingi zipo katika kwamba kwenye jimbo hilo hilo bunge CCM, mwakilishi wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu nia ilikuwa ni kuvichukua viti vyote vya ubunge vya uwakilishi vibakie 4 kama vilivyokuwa 2020. Kwa hivyo ndio maana kule viti vya ubunge vimebaki 4. ACT Wazalendo za Unguja, kisiwa chote cha Unguja, majimbo 32 haikupewa hata kiti cha udiwani. Sasa hicho ndio kituko ambacho kimetokea. Wakati 2015 chama au upinzani ulioshinda kwa viti 27, lakini mwaka uliopita basi hata kiti cha udiwani, na Pemba ubunge viti 4, wakilishi viti. Kwa nini Zanzibar watu wengi haizungumzwi hii kwamba kwa nini Zanzibar imebaki salama, angalau imebaki kimya? Lakini kwa ufupi mimi niseme kwamba zangu haikubaki, maana wenzetu tunawasikia wanajinadi, wanajilabu kwamba na wanapongezana kwa kufanya uchaguzi kwa njia ya amani.
Lakini amani yenyewe ndio hii tulioionyesha. Kikubwa ni kwamba sisi baada ya kushauriana, sisi wa chama cha ACT Wazalendo, baada ya kushauriana tukasema Zanzibar watu wameuliwa vya kutosha. 2025 2020 umezika hao wengi na hakuna hatua yote, hakuna mtu aliyopiga kelele. Taasisi ya dini, si chama cha siasa, si taasisi ya kimataifa kuhusiana na mauaji yale ya Zanzibar 2020. Kasema this time ya roho za kachukua juhudi kubwa kuwasihi, kwa sababu this time walikuwa charged kupita kiasi. Tuliona ile hasira ingeleta maafa makubwa sana kama watu wangeamua kuchukua. Na kwa kweli sisi tuwashukuru sana viongozi wetu wa mikoa kwa Zanzibar. Walifanya kazi kubwa sana kusimamia maagizo ya chama ya kuwaambia watu kwamba hawa watu hata mkiwakuta wamefanya kitu gani waachieni. Ndio lililoibakisha sema mimi Zanzibar kwa salama. Lakini hiyo ndio hali kusema kweli iliyoiepusha Zanzibar na maafa makubwa. Na mimi hapa niseme hadharani kwamba tuwashukuru baadhi ya watu ndani ya hivyo vyombo mbalimbali, hasa polisi na vikosi vya SMZ, ambao na wao kutokana na hali walioiona inakwenda wakatusihi, wakatupa sara, wakasema jitahidini mara hii usipochukua hatua yani maafa yatakuwa makubwa sana, kwa sababu wameletwa vijana hawajawahi kushiriki kwenye jambo lolote la umma. Katoka kambini JKT, apewa silaha, nenda kwenye hili, na instruction alionayo kiongozi wake ndio hayo yaliyotokea hapa Tanzania. Na kwa kweli walipokosa wakuua kule, ndio wakapandishwa ndege wakarejeshwa. Ndio yaliyotokea, huo ndio ukweli. Ndege usiku, watu wakarejeshwa, karudi. Kwa hiyo matokeo ya yote hayo ndugu zangu, kwamba tumeona kwamba hali ilivyokuwa. Nimalizie mimi kusema kwamba katika hali hii iliyosafa, iliyopata maafa, sio tu kwamba ni siasa au vyama vya siasa iliyopata maafa, na hali ilivyo kwa ujumla wake. Moja ni kudhoofishwa kwa miundombinu ya demokrasia na utawala bora. Yote yaliyofanyika katika viwanja vya siasa na uchaguzi yamewezekana na yanaendelea kwa sababu ya hatua za makusudi za kudhoofisha taasisi za demokrasia na utawala bora katika nyanja zote. Kuanzia mahakama tunayaona, sisi tumefungua petition kule, tumefungua kesi hapa, tunaziona zinavyoendeshwa, kila mtu anafahamu. Bunge na baraza la wakilishi tunayaona yanayotokea. Vyombo vya habari, vyama vya wafanyakazi, sijui kama mtu anajiuliza vile vingalipo vyama vya wafanyakazi. Manake vilikuwa active hata ule wakati wa chama kimoja. So kina Profesa Shivji alikuwa busy kwa kesi mahakamani kutetea haki kupitia hivi vyama vya wafanyakazi. NGO nyingi ziko korokoroni, taasisi za elimu ya juu, ikiwemo serikali za wanafunzi. Yaani hata serikali za wanafunzi leo zinachaguliwa kiongozi. Nani awe kiongozi wa serikali? Wasanii mpaka uwe chawa unaweza ukafanya kazi huru. Vyama vya ushirika na vikundi vya wakulima, nyingi ya taasisi hizo sasa zimejazwa uchawa. Udhibiti wa taasisi hizo umekuwa mkubwa sasa kuliko hata wakati wa chama.
Na ndio ile tulosema kwamba katika hili hata Chama cha Mapinduzi chenyewe hakikuwa fair. Hali yake ilivyo tunaifahamu, lakini tunaamini ni matokeo ya kujenga mfumo wa namna hii uliopo. Swala na ambalo tunapenda nimalizie nalo ni kwamba tunatokaje hapa. Nimeshazungumza, nimeyajua na mengi kwa uchache wake, lakini tunaamini hapo mengine makubwa sana kwenye vifua vya kila mmoja hapa. Swala ni kwamba natokaje hapa. Ninasema za kwanza ni kurudi basics. Mimi ni washukuru kwa kushiriki katika hili, sababu na mwanafalsafa, mwanasiasa maarufu Edmund Burke aliwahi kusema kwamba uovu inahitaji, ili uovu kufanikiwa inahitaji tu watu wema wakae kimya. Mimi naamini sisi wema na hatutoka kimya. Lakini mmoja pia aliwahi kuwashauri Waingereza kabla hawajashindwa na Wamarekani. Aliwaambia, a nation is not governed which is to be perpetually conquered. Na sisi Tanzania tulivyofika ni kwamba our nation is being conquered each and every time, again and again. Ndio tunavyokwenda sasa hivi, kwamba nchi hii is not being governed. Nchi hii sasa hivi is under conquest. It's being conquered through constitutional framework. Ndio tulipo. Ndio tafsiri ya chaguzi tunazofanya. Sasa tunajiuliza, tutaishi hivi mpaka lini? Na haya tasira yake haiko tu kwa siasa, haiko kwa vyama vya siasa, lakini iko kwa taifa lenyewe. Leo Tanzania tumebaki kama vile preying on rats and rabbits. Yaani Tanzania na ukubwa wake huu, lakini tupo tunahangaika inawinda panya na visungura, kwa sababu ijishusha. Hatuwezi kuonesha usimba wetu kwa sababu tunakula panya. Simba anayekula panya anaweza kuwa na nguvu ya hiyo tulivyoji sasa. Kwa hiyo hata uchumi wetu leo tukizungumza ufisadi ni matokeo ya mfumo huu ambao tumejenga kwa muda mrefu, na kuna watu wanataka huu tuendelee nao. Kuna watu wana hasira tukiyazungumza haya. Haki yetu. Huu ni wajibu wetu. Lazima tasema sibe kwa kiatu, sibe kwa mkono, sibe kwa lakini hii ni wajibu wetu, na tunaomba Watanzania kwenye hili tutoke. Vyama vinakuja na kuondoka. Kwa hiyo la kwanza sisi tunaloamini kwamba tutaweza kutoka hapa kama tutarudi kwenye basics. Na la kwanza ni kwamba hakuna maridhiano bila ya ukweli, haki na uwajibikaji. Ndio uzoefu wa dunia. Walioingia kwenye migogoro hivi walitoka walipoamua kwamba sasa tunahitaji kutoka. Na walitoka kwa kupita njia hiyo hiyo na kwamba ukweli kujulikana, kasemwa kwa uwazi, ili kujua nani anawajibika, awajibishwe, ili kurekebisha makosa ambayo yametokea. Haiwezekani hata kidogo kasema haya tuyazungumze kwa hivyo tunachokiona sisi, haya yote yanayofanyika, moja hulioni, mimi sijaliona, sijui wenzangu, sijaona kwamba tuna conviction ya viongozi katika nchi yetu kwamba tuna tatizo na tunahitaji kulirekebisha. I don't see that conviction. Tunasema, lakini haiwezekani katika hali ya sasa kama kuna conviction kwamba tuna tatizo, haya ambayo yametokea baada hayo kuweza kuyarekebisha, ukaacha kama kuna kesi zikaendelea kwa uhuru, ukaacha mwenye haki ipate
ukaacha hao wachache waliomo ndani ya bunge wakasema kwa uhuru. Inaonesha kwamba bado, na kuna watu naona wanachokifanya wao, wanaona kwamba wao mfumo huu usirekebishwe kwa sababu watafaidika, wanahisi kwamba tunasema sisi kule Zanzibar kwamba sisi kauli yetu ujinga basi, lakini kuna wenzetu wao wanasema ujinga mtamu, kwa sababu wanafaidika na ujinga uliopo. Ndio ambayo tunayaona yanatokea. Kwa hivyo sisi tunasema haiwezekani. Leo mathalan tunaendeleaje lugha ya maridhiano? Familia ya mwenzetu mmoja Dafrosa alokuwa mgombea wetu udiwani kule Sirari ameuliwa kifo cha kikatili kabisa. Kosa lake kwenda kuuliza zake waliokuwa wamekamatwa, kwenda kufuatilia, akamatwa katili kupita kiasi mwanamke huyu. Halafu na tatizo mumza lugha ya maridhiano. Huu ni mfano mmoja katika mifano mingi ya kuhusisha sana. Nachosema hakuwezi kuwa na maridhiano ya kweli bila kuwa na haki, bila kuwa na, hatujauona mpaka sasa. Maoni ya ACT Wazalendo ni kwamba kinachopaswa kutangulia kabla ya maridhiano ni ukweli, haki na uwajibikaji. Na tutafanya hivyo kutoa haki kwa wahanga wa uchaguzi huo kwa kufanya uchunguzi huru na kuwajibisha wale wote waliosababisha mauaji hayo, hasa vyombo vya ulinzi na usalama, na hata kama kuna raia aliohusika. Hakuna mafanikio ya uhakika yanaweza kupatikana kupitia wito wa maridhiano kwa maneno matupu. Uzoefu wa nchi nyingine. Baada ya hatua hiyo, kwa pande zote mbili za Tanzania bara na Zanzibar kuundwe tume ya kudumu ya utengamano, haki na maridhiano, National Cohesion, Justice and Reconciliation Commission, ili isimamie mageuzi katika yetu na kupambana na haya kwa njia ambazo za huru, kwa njia za kitaalamu na kwa njia ambazo kweli zitajielekeza katika matatizo. Lakini la pili tunachofikiria sisi ni mfumo mzima wa kiutawala, kiutendaji na kiusalama unapaswa kuangaliwa upya. Unapaswa kuandika katiba mpya kwa mchakato shiriki. Unapaswa kubadili kabisa uwajibikaji wa vyombo vya ulinzi na usalama, na mfumo mzima wa utumishi wa umma uwajibike kwa wananchi badala ya kuwajibika kwa Chama cha Mapinduzi. Tunachosema sisi, kilichoko kwenye matatizo sasa hivi ni our constitutional order is in crisis. Lazima hili tuli-address. Katika kuipata katiba mpya, sisi tunaona hatua zifuatazo zinapaswa kuzifuata. Kwanza, suala la muungano ambalo limekwamisha kupatiwa ufumbuzi, basi ipatiwe ufumbuzi kwa kuunda tume ya wataalamu itakayopitia mambo yote ambayo yana mgogoro, ikiwemo mambo yaliyobainishwa na serikali zote mbili lakini hayajatekelezwa. Kikwazo kikubwa kimoja cha kupata katiba mpya, uzoefu umeonyesha, ni suala la muda. Sisi tunaamini kama dhamira ipo, hili nalo ni rahisi kulipatia ufumbuzi, kwa sababu yanajulikana. Sisi wanaogopana tu wanapokaa wenyewe. Kanao sisi uzoefu wetu kule Zanzibar, ukikaa nao pembeni sisi watasema, watatapika bwana mpaka nyongo. Lakini wewe ukitaka kuwapata, waitie tu sisi wawili tu kutoka ukubara, mtu kimya. Sasa hili lazima lipatiwe ufumbuzi, tupate kuendelea mbele, tupate katiba mpya. Lakini kupitiwa upya kwa kufanywa marekebisho kwa sheria za mabadiliko ya ili hizi matakwa ya sasa na kuhuisha mchakato wa katiba mpya. Mswada wa sheria ya kurekebisha sheria
wasilishwe na kupitishwa bungeni katika mkutano wa karibuni wa bunge, na ikiwezekana mkutano uliopo. Pengine uitishwe mkutano wa kitaifa, National Sovereign Conference, utakaoshirikisha wadau wote nchini ili kupata mwafaka wa masuala juu ya katiba ambao ni nyeti na hayana mwafaka, ikiwemo muundo wa muungano. 4, iundwe timu ya wataalamu wabobezi, Committee of Experts, ili kuandaa rasimu mpya katiba. 5, iitishwe kura ya maoni, referendum, ili wananchi waamue kukubali au kukataa rasimu ya katiba inayoandaliwa. Bali ya katiba mpya, ACT Wazalendo tunaamini tunapaswa kurudi kwenye misingi kwa kuyarudia mapendekezo yote ya ripoti ya tume ya Jaji Nyalali, ambayo yaliweka mambo yote muhimu yanayopaswa kuwepo katika inayofuata demokrasia ya vyama vingi. Miongoni mwao ni kufutwa kwa sheria zilizotajwa, ikiwemo na nyingine ambazo zimetungwa baada ya hapo. Ziangaliwe na sheria nyingine kandamizi za ziada zilizotungwa baada ya 92, kama sheria ya makosa ya mtandao, sheria ya takwimu, sheria ya huduma za habari, sheria ya vyama vya siasa, hasa mabadiliko yake makubwa ya 2019 ambayo yamempa madaraka makubwa msajili wa vyama vya siasa, na sheria ya tume huru ya uchaguzi. Nchi hii inachekesha sana. Tumepigania uhuru mpaka tumeupata. Hapa kuwa hasa na sheria ya vyama vya siasa. Kule Zanzibar sheria ya vyama vya kusajili vyama imetungwa Disemba mwaka 1963. Chache kabla ya mapinduzi. Lakini harakati zote hizo zimeendeshwa vyama vya siasa vikiwa vimesajiliwa polisi tu na kusajiliwa ile Board of Trustees. Basi. Lakini leo tuna sheria msajili wa vyama, tuna wasajili wengi nchi hii. Tuna msajili wa makampuni ambaye yanaendesha very sensitive, lakini hana mamlaka, hata robo ya mamlaka alionayo msajili wa vyama vya siasa. Yaani kama kwamba hivi vyama vya siasa ni vya kwake yeye, sio za wanachama. Kufutwa na kurekebishwa kwa sheria kandamizi, kutungwa kwa sheria mpya ya tume huru ya uchaguzi ambayo itakuwa huru kweli kwa ngazi ya taifa hadi ngazi ya vituo, kuhesabu na kufanya majumuisho. Badala ya sheria, hatua za uundaji wa tume huru zianze mapema kabla ya uchaguzi ujao. Sasa hivi Watanzania wengi tumekuwa fixed kwamba uchaguzi ujao ni 2030. Sisi tunasema katika hali ya nchi hii ilivyo sasa hivi, ama rekebisho yafanywe, na ikiwezekana, kwani lazima kuitisha uchaguzi 2030. Sekana tuitishe uchaguzi the sooner the better, ili kuwatoa Watanzania na kuwajenga na imani ya kwamba nchi hii kweli imedhamiria kufanya marekebisho, kwamba tunakusudia tuanze upya. Ndio tunavyoiona sasa hivi. Tumelishwa na kila mtu tunaimba kwamba uchaguzi wa 2030. Naomba Watanzania watafakari katika. Lakini na jingine, kutenganishwa kwa nafasi ya utawala katika serikali katika ngazi zote za serikali. Sasa hivi mji mkuu wa mkoa, mtumishi wa umma au mkuu wa wilaya, sasa hivi kila mtu huko kwingine kwenye vyombo vya dola hivi, polisi, huwezi kumjua kama huyu ni OCD au ni msaidizi wa mkuu wa wilaya, hawa ni RPC au msaidizi wa mkuu wa mkoa, sababu anapokea amri moja kwa moja kutoka. Kufanya mageuzi makubwa ya utumishi wa umma ili kuwa na an honest and efficient. Sasa hivi kama kuna kitu ambacho kimekuwa compromise, basi ni utumishi wa umma na huwezi kuwa na maendeleo katika nchi kama huna an honest government. A honest government maana yake ni utumishi wa umma ulioendeshwa vizuri. Tekelezwa kwa hatua za kikatiba, kisheria na kikanuni, kiutawala na kimafunzo, na kuviondoa kwenye utii wa kisiasa vyombo vya ulinzi
salama katika nchi ili vibaki viondoe tu, depoliticize, viondoe na vifanye majukumu yake ya msingi ya kulinda katiba ya Naji. Vyombo vya habari vya umma kufanyiwa mageuzi ili vitofautishe matangazo ya shughuli za serikali na za umma na zile za chama kinachotawala na mengine mengi yanayofanywa katika kuweka uwanja wa siasa na sawa kwa vyama vyote siasa na kuchukuliwa hatua ya kutoa elimu ya uraia ya mfumo mpya wa kidemokrasia au new dispensation na kuanzishwa baada. Lakini la mwisho kubwa tunaloomba na ambalo ni la msingi ni kurejesha thamani ya kura ya Mtanzania. Tanzania atoke katika utumwa. Nchi hii irudi mikononi mwa Watanzania wenyewe kwa kuwachagua viongozi wao kuheshimu katiba ya nchi, kuheshimu sheria za nchi na kuwajibika kwa wananchi. Hili ni jambo la msingi ambalo linahitajika. Hatua zote hizi tuzitaje hapa zinahitaji mwafaka wa kitaifa kupeleka mbele kwa pamoja kama taifa. Hivyo tunahitaji kuanzisha jukwaa la majadiliano ya kitaifa litakaloongozwa kwa misingi taja ya ukweli, haki na uwajibikaji ili kukubaliana juu ya namna bora ya kuzifikia hatua hizo. Ndugu washiriki, kwanza niwashukuru sana kwa muda wenu wote kusikiliza makini, naamini. Lakini la msingi, sisi tumechukua hatua zote hizi. Tunaamini ndi kwamba tumeanza tu. Nchi hii ina utajiri mkubwa sana wa watu wenye mawazo, wa watu wenye kuipenda nchi yao. Na sisi tunavyoamini kwamba nchi yetu haipaswi kuwa hapa ilipo. Kwa utajiri huu uliopo, naamini kwamba hatupaswi kuwa hapa tulipo. Tunapaswa kuwa na nchi ambayo kweli ina ustaarabu, inalingana na ambayo Watanzania sote tutaona fahari. Leo unafika pahala unajiona aibu kwamba wewe Mtanzania kwa vituko vinavyofanywa katika kuendesha nchi yetu. We are no longer proud of our country katika baadhi ya maeneo kwa sababu hiyo. Na ukitaka kujua kwamba hawa wanaojichukulia madaraka wanatukosea Watanzania, tujipime. Hata hivyo vyombo vya dola tuvipime katika mambo ambayo uwezo wao, katika mambo ambayo hayahusishi siasa, utaona vina uwezo mkubwa kuliko nchi nyingi. Tuna wataalamu mbalimbali ambao wana uwezo mkubwa kuliko nchi nyingi. Tuna nchi ina utajiri ambao mkubwa sana, lakini umekuwa locked kwenye siasa zetu hizi za ajabu. I think it is time tutoke hapa tulipo. Na uwezo huo tushirikiane, tuliendeshe hili. Tumewahi kulifanya kwa nyuma. Kwa kila mtu na majukwaa, kupitia majukwaa mbalimbali wajenga mustakabala wa nchi yetu. Mimi naamini wanalolitaka wa Tanzania iwaunganisha, tukawasimamia. Sisi tunaamini kwamba linawezekana na mabadiliko yanawezekana katika nchi hii. Nawashukuru, asanteni sana kwa kunisikia. Asante sana. Mwenyekiti, sasa ushuki kwenye kiti chako. Itabidi ukae hapo pembeni kwenye kochi mbele. Asante. Basi baada ya kusikiliza hotuba ya ufunguzi kutoka kwa mwenyekiti wetu wa chama cha ACT Wazalendo ndugu Othman Masoud na makamu wa kwanza wa rais mstaafu, tunaenda kwenye hatua ya pili ya event yetu ya leo. Sasa kwa sababu hatua ya pili inaenda kurudi kwa watu ambao si wanasiasa, wadau na wengine ni key players kwenye siasa, lakini itaongozwa na watu kutoka kwenye chama chochote cha siasa. Muhimu sasa tukafahamiana, na nilipeleka utambulisho mbele kwa sababu nilitaji wote tutulie. Najua muda wa hotuba wote tumepata, tumesikiliza, tumetulia.
tufahamiane ili sasa moderator akija aweze kuendesha akiwa anawafahamu watu vizuri. Kwa umoja wetu tutambue uwepo wa wanachama wote wa chama cha ACT Wazalendo wakiongozwa na wajumbe wa kamati kuu. Wote tusimame tusalimie watu walipo ndani. Punga mkono. Tuna wanachama, asanteni sana. Asante sana. Kwa heshima kubwa tunatambua uwepo wa aliyekuwa mgombea wetu urais, ambaye kama ambavyo hotuba ya mwenyekiti imemuelezea alizuiwa kugombea urais kwa sababu ambazo hazina mashiko, ndugu Luhaga Johnson Mpina. Asante sana. Kwa heshima kubwa basi tumtambue kiongozi wa chama mstaafu ndugu Zitto Zuberi Kabwe. Naomba tutambue mnadhimu wa baraza la wawakilishi Profesa Omar Faki. Naomba tumtambue mwanasheria wetu mkuu wa chama ndugu Omar Said Shaban. Naomba tumtambue naibu katibu bara ndugu Esther Thomas. Naomba tutambue, ingawa alizungumza hapa mbele